Ogope kudai malipo yenu ambayo ni halali kwetu sisi wanasiasa, viongozi wa serikali wote. Tupeni madeni, tulipe, tufuatilie. Tukikataa, kama ni kwenye nyumba tufukuzeni, kama vile ambavyo sheria zetu zinasema. Vijiji tuliongea siku moja, ukasema nyinyi mna mikataba, mtu asipolipa kwa miezi kadhaa mnafunga mlango, sio? Msisite. Mimi niko tayari kuwasaidia. Kwa sababu tunapokuja kuomba nyumba tunajua kuwa tutatakiwa kulipia kodi na pango. Kwa hiyo msiogope kutudai, tunatambua kwamba ni wajibu wetu kulipa ili shirika liendelee kutoa huduma. Tunapolipa sisi ndio ambapo nyinyi mnakuwa na uwezo kutoa huduma kwa watu wengine zaidi. Sasa tusiwanyime watu wengine huduma kwa sababu sisi tunaogopwa kulipa madeni ya shirika. Mtudai. Tena huduma bora kwa Watanzania zinatakiwa kupitia nyinyi. Msitishike linapokuja swala la kudai malipo yenu ambayo ni halali. Mtudai na mimi niko tayari. Narudia tena, sikuwahi kuambia na nasema niko tayari kuwasaidia kudai madeni yenu popote pale, kufuatilia. Tumekuwa tunatengeneza faida ambayo ukilinganisha na taasisi nyingine kwa kweli ni miongoni mwa mashirika ambayo yanafanya vizuri sana. Mwaka wa jana tumetengeneza faida ya takriban bilioni 45, lakini mpaka kota ya tatu kwa namba ambazo nilikuwa naziangalia, pamoja na kuwa tulikosa kipindi kuwa na bodi, lakini tayari tumeshatengeneza profit ghafi ya karibu bilioni 41 katika mpaka kota ya tatu ya mwaka huu wa fedha tulionayo. Kwa mwelekeo kwa kweli ni mzuri, lakini bado tunadhani tunaweza tukafanya vizuri zaidi na zaidi. Sisi tunajawa na faraja kuona kwamba tuko kwenye shirika ambalo linaenda vizuri, lina mchango kwa taifa, lina mchango kwa serikali. Kwa kweli tunashukuru mno. Na tunakuahidi kwamba sisi tutaendelea kuunga pale ambapo kulibakizwa huku nyuma na bodi iliyopita, kuliwezesha shirika kufanya vizuri zaidi, kufanya makubwa zaidi.